Habari za leo. Nichukue nafasi hii kulipongeza bunge la Kongo ambalo limekaa. Naamini kukaa kwao sio bure. Hawajaongozwa na shetani kukaa. Hili bunge halijaongozwa na ibilisi kwamba likae, ila Mungu ndiye aliyewaongoza ili wakae kwa nia njema ya kwamba pamoja na mambo mengi watakayoyajadili kama bunge la nchi, basi bila shaka naamini kwamba hata agenda ya ni jinsi gani Kongo ikae salama, ni jinsi gani hii vita inayoendelea iishe, ni jinsi gani amani iwepo Kongo, ni jinsi gani rasilimali za Kongo ziweze kukaa mikononi mwa watu wa Kongo, na kadhalika na kadhalika. Bila shaka mambo ya namna hiyo ninavyosema, kwa mfano tu mimi nasema sijui wamezungumza nini au walikuwa wanapanga nini, lakini naamini hawajakaa kwa kuongozwa na shetani, ila Mungu ndiye aliyewapa kibali na nafasi ili waweze kukaa na kuzungumza hayo waliyozungumza. Bila shaka miongoni mwa haya niliyosema yapo waliyozungumza. Kwa mfano kuhusiana na vita inayoendelea ya Kongo, bila shaka wameigusia. Kwa maana hiyo, kwa wale ambao wanawazia kwa mapenzi mema tu kwamba vita iishe leo ghafla, amani ipatikane leo ghafla, utulivu uwepo leo ghafla, wakimbizi warudi nyumbani kwao Kongo ghafla, wanawazia vizuri kwa mapenzi mema ya taifa lao, ila ninachosema ni kwamba kufungua mlango wa vita, yani kulegea mkasababisha vita iwepo katika taifa, ndio maana nasema kufungua mlango wa vita. Natumia kauli hiyo, ni rahisi. Yani kuliruhusu jaribu litokee ni rahisi sana. Rahisi sana. Vita si jaribu tayari hili. Kwa hiyo siku zote kuliruhusu jaribu kutokea ni rahisi. Jaribu ni kama ugonjwa. Ugonjwa kuingia kwenye mwili wa mwanadamu ni rahisi. Lakini mwanangu, ugonjwa huo natumia neno mwanangu, usimaanishi wewe ni mwanangu, na natumia aina fulani ya msemo wa kisasa. Ugonjwa huo ambao umeuruhusu, unaweza usiuruhusu wewe, ugonjwa huo ambao umeupata au umekupata kwa ghafla, kuja kuondoka katika mwili wa mtu, unatumia muda, sivyo kama ulivyoingia. Mara nyingi ugonjwa unavyoingia sivyo unavyotoka. Unaingia kwa kasi ghafla. Of course dalili zinakuwepo, lakini kasi ya ugonjwa kuingia mwilini inakuwa ni kubwa pamoja na dalili zake zinapokuwepo. Sasa ni kama vita, ndicho ninachosema hicho. Ni kama vita. Mimi ni mtumishi wa Mungu,
Sijawahi kushika bunduki, bunduki nazionaga kwa watu wameshika polisi na nini. Sijui habari za vita, lakini ni mtu mzima. Mtumishi wa Mungu, mtu mzima, kwa umri nilio nao, kwa uzoefu wa maisha nilio nao. Nayo yasema haya na yasema kwa uzoefu wa kiroho na kwa uzoefu wa kiutu uzima wangu nilio nao. Sijui ukasema kwamba huyu vipi, mbona mambo haya anayajua? Mimi si mtu mzima bwana. Kwa hiyo ni sawa na vita, kwamba kufungua mlango ni vyepesi. Yaani kutengeneza mazingira kiuzembe hivi, kiuzembe hivi hatimaye mkajikuta mnaingia kwenye vita, ni vyepesi. Ndio maana mara nyingi nasema kwa wenzangu na mimi wa Tanzania wenzangu, nasema kwa ajili ya serikali ya Tanzania, nasema kwa ajili ya taifa la Tanzania mara nyingi, kwamba tunahitaji umakini. Sije tukadhani Mtanzania, sije tukadhani kwamba yanayowapata wenzetu basi aliwapata kwa sababu wao walikuwa hivi watenda dhambi na hivi. No. Kama si umakini, kama si tahadhari za kutosha, the same thing, jambo lile laweza kutupata hata sisi. Sasa naposema hivi sio kwamba nasababisha taharuki, no. Au naleta hofu kwa watu, hapana. Mimi ni muonaji mwenye uwezo kuona mbele linaloweza kutokea. Na yasema kama muonaji, nikiwa ni muonaji. Kwa hiyo nilikuwa nasema kwamba ni sawa na vita. Vita ni rahisi watu wakafanya michezo hivi, dalili zinajitokeza, mnachukulia poa, mambo fulani yanajitokeza katika nchi, mnachukulia poa. Kumbe mdharau mwiba hatimaye mguu unaota tende. Maana yake nini? Mlidharau mambo fulani, mnaambiwa, mnashauriwa, watumishi wa Mungu wanasema, watoa tahadhari za kiroho kama hivi ninavyosema. Wahusika wanayaona, serikali inaona yanayosema na watumishi wa Mungu, lakini wanaziba masikio. Ghafla kutokea, mahangaiko yanakuwa ni makubwa. Ndicho ninachosema kwamba fanya usahaulifu fulani, nitaka kusema uzembe, niseme neno usahaulifu. Usahaulifu ukiwepo kwa njia moja au nyingine wa kuzuia hivyo vitu mapema na viashiria mapema, siku mmedumbukia kwenye mgogoro, siku mmedumbukia kwenye vita, pigano na machafuko, kuzuia hicho kitu si chepesi kama unaweza kufikiria. Kutokea ni rahisi, lakini kuzuia si rahisi. Kuzuia sasa inakuwa inahitaji mchakato. Sasa. Mara tukae meza moja tuzungumze. Mara tufanye hivi. Mara tuite waamuzi na washauri. Mara tufanye haya na haya. Kwa hiyo kuzuia ni mchakato. Na mwanadamu akishakasirika, amekasirika, kuja kumrudisha katika mazingira yake ya kawaida, hali yake ya kawaida, pia ni mchakato fulani. Sio ghafla vupa, hapana. Na ndio maana Waswahili wanasema mdharau mwiba mguu unaota tende. Kwa hiyo tusije tukadharau maneno haya tunayoyasema watumishi wa Mungu. Kuna jinsi Mungu anavyoongea pamoja na sisi. Usidharau. Badala ya dharau ni kuangalia la kufanya na kuchukua hatua ya kimaombi kwa wale ambao ni wana maombi. Kwa hiyo niseme kwamba wenzetu wananchi wa Kongo, naamini mnayo matumaini na imani kwamba hii vita itakoma. Itafikia hatua itakoma. Lakini niseme kwamba ni mchakato, kama unavyoona wabunge sasa wanapokaa sio kafikiri kwamba wanakaa kupiga story, hapana, wanaangalia hayo ili kumaliza tatizo katika wanaangalia jinsi ya kumaliza tatizo katika
hali ambayo haitasababisha hali mbaya zaidi. Yeah. Kwa hiyo tuliamini bunge, liamini ni bunge lenu, na Mungu yuko pamoja nanyi. Lakini pia napohitimisha, niwapongeze tena hawa vijana wazalendo. Hawa ni wazalendo kweli kweli. Pamoja na mchakato unaendelea, pamoja na majeshi mengine kujiondoa, pamoja na mataifa mengine kujiondoa, pamoja na changamoto zinazojitokeza humo, lakini wao bado wanasema haruta continua. Bado wanaimba haruta continua. Na wanaongeza neno lingine kwamba mapambano bado yanaendelea. Mimi niwapongeze sana kwa huo uzalendo mlionao. Pongeze sana kwa huo uzalendo mlionao. Na kwa sababu hiyo, Mungu hatawahaibisha. Mungu hatawaacha. Asante. Bishop Kandaguza hapa naongea. Asante.